mna issue gani ambayo mnaoifanya? Kazi gani ambayo mnaofanya? Au kakaangu umeanza kufanya kazi za ujambazi? Hivi kwa nini unaongea maneno hayo? Sasa nakwambia hiyo mwanzo na mwisho kuniongelea kauli kama hizo. Umesikia sister, na kunyoshia kidole. Katika maisha yako wewe ushakusikia kama mimi najihusisha na masuala ya ujambazi? Mimi na wewe tumezaliwa wawili tu. Wala hatuna ndugu yetu yote mwingine. Ushakusikia mimi najihusisha na hivyo vitu? Halafu kwa nini unamfuatilia mume wako? Hauli? Yaani kuna shida gani yani? Na nyinyi ndio kwa sababu nyinyi ndio maana mnaua ndoa zenu kwa sababu ya upumbavu kama huo. Wewe kama unachoka kila kitu, haina maana kumfuatilia mwanaume wako. Na wanawake wengi wanaua ndoa zao kwa sababu yenu, kwa sababu ya upumbavu mnaofanya. Unamfuatilia wa nini sasa? Sikiliza. Sijapenda hiyo kauli ambayo umeizungumza. Na iwe mwanzo na mwisho. Si unanielewa? Na kuheshimu. Sawa kakaangu, mimi nimekuelewa. Sitarudia tena kukuuliza kauli kama hiyo. Samehe. Maisha bila dira ni safari ya hasara. Ukiwa una dira ni mateso. Ukikosa kazi ni sawa na kukosa dira. Leo nauguza, sina pesa ya kumuuguza mama, ila naamini iko siku mama utapata dira. Habari yako? Salama. Naitwa Mr. Pachana. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Emi. Oh, jina zuri sana. Sasa Emi, mimi katika huu mtaa ni mgeni kidogo. Sio mwenyeji sana. Kuna mama mmoja anamtafuta anaitwa Aisha. Sijui unamfahamu? Hapana, simfahamu. Bwana nyinyi kina mama bwana mnaweza mkakutana sokoni, saluni. Hujawahi kulisikia hili jina la Aisha? Sijawahi kwa kweli, kwa sababu mwenyewe mtaa ni mgeni. Oh. Labda kama utojali ngoja nikuonyeshe picha yake. Ni huyo hapa. Hapana, simfahamu. Hujawahi kumuona popote? Sijawahi. Anyway, sio mbaya. Mradi tumekutana ni mwanzo pia wa kufahamiana mimi na wewe. Vipi bibi, umeolewa? Hapana, sijaolewa ila na mpenzi. Sijaolewa Basi mradi leo tumekutana kwa mara ya kwanza, si vibaya kama utonijalia kunipatia namba yako ya simu. Namba tena? Usijali, jambo la kawaida tu hilo. Hatari. Hamna cha hatari. Toto ameumbika na sifa zote za kuwa mke wa mtu, lakini usikute pale dunia hii wenye shepu hapati bahati, lakini
wenye sura kama mimi alhamdulillah. Dad. Mbona unaonekana hauko sawa? Mimi sipendi kukuona ukiwa katika hali hiyo, na unajua kabisa. Najua ni miaka sasa imepita, bado unaendelea kumfikiria yeye tu. Sio kitu kizuri. Mbona mimi najaribu kumsahau, lakini kila nikikuangalia wewe, nikiangalia taswira yako, najikuta mimi mwenyewe naendelea kumkumbuka japokuwa simjui. Takuomba babangu, sio hivyo. Mimi kama mtoto wako nimeridhia kwa moyo mmoja na kwa mmoja, na kuomba uoe mwanamke mwingine ili nafsi yako iweze kuwa na amani. Usio unamkumbuka muda wote, unajua hivyo unajiumiza mwenyewe. Alafu mimi sipendi kukuona ukiwa katika hali hiyo kabisa. Nakuomba babangu. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Asante sana dad. Lakini pia mimi nilikuwa naomba mtoke. Nilikuwa nahitaji kwenda kwa rafiki yangu. Sitokaa sana, nitawahi kurudi. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Take care. Maana dunia imeshabadilika hii sasa hivi. Sawa. Sawa, siku njema. Hebu nipishe nipite. Wewe una shida gani? Wewe unataka kwenda wapi? Tumeanza lini kuulizana hayo maswali? Yaani unajua vitu vingine unikifanya unanitafutia matatizo na lawama kwa tajiri. Tajiri yupo ndani humu, alafu wewe kinguni njia unataka kutoka. Mimi nipo hapa. Kuna ruhusu mipata huko ndani? Hivi Matola, wewe kwa akili zako kabisa unapofikiria mimi naweza ngatoka huko ndani bila permission ya baba? Hebu nipishe bwana. Hiyo sio shida. Shida unatoka unakwenda wapi? Mimi nipo ndani humu. Unatulia na mimi tunapiga mastori. Unatoka unakwenda wapi? Mimi mwenyewe nina moyo.
Mimi nina moyo kwa hivi, navumilia tu. Mundu mwingine tunambona ume, lakini moyo unakuwa wa kike. Vitu vingine vinajionyesha, sio mpaka tuanze kujielezea na wewe. Matoro, unajua unanichelewesha. Kwa nini unataka nini? Yaani kipi hasa ambacho unakitaka kutoka kwako? Mimi sio nakitaji, tunahitajiana. Wewe uone mimi na wewe tunaendana. Rangi nyeusi na nyeupe ukamix, anapatikana mtoto chotara bwana. Hebu fanya kunielewa basi. Ya leo kali. Hii mpya. Wewe fanya kunielewa tu, mimi nakuruhusu kutoka muna shida. Mimi nakuruhusu, niambie hata nakupenda. Tele makubwa. Haya sawa. Nitakujibu nikirudi. Nijibu sasa hivi mzio ni baki. Bwana mimi sisi nachelewa, nitakujibu nikirudi nini? Basi usikasirike mzio. Haya na makupita. Ukikasirika mimi nabaki na sononeka nafsi tu. Yaani mtoto huyu kanishika ntima, kanishika moyo. Yaani akitembea anafanya kuetopa tu kushoto kulia. Mimi ananichanganya kweli. Ila tajiri naye ananitafutia lawama. Watoto kama hawa wanafungwaga na mbwa. Yeye ananipa mimi nimfuge. Mimi na wewe tumezaliwa wawili tu, wala hatuna ndugu yetu yote mwingine. Ushakusikia mimi najihusisha na hivyo vitu? Halafu kwa nini unamfuatilia mume wangu? Hauna? Yaani kuna shida gani yani? Na nyinyi ndio kwa sababu nyinyi ndio maana mnaua ndoa zenu kwa sababu ya upumbavu kama huo. Wewe kama unachoa kila kitu, haina maana kumfuatilia mwanaume wako. Na wanawake wengi wanaua ndoa zao kwa sababu yenu, kwa sababu ya upumbavu mnaofanya. Sikiliza. Sijapenda hiyo kauli ambayo umezungumza. Na iwe mwanzo na mwisho. Si unanielewa? Na kuheshimu. Pachana. Boss. Tell me some good news. Okay. Na ninachokuomba usisubutu kuniongopea. Na kusikiliza. Sawa boss. Najua katika uchunguzi nilokuahidi kuufanya bosi, mpaka dakika hii nimeshatimiza 80% ya kazi. 20% iliyobaki haina muda mrefu bosi wangu, inakwenda kukamilika, na nakuhakikishia ndani ya muda mfupi sana huyu mama nitamtia mkononi na nitamshughulikia ipasavyo, na matokeo mazuri utayapata bosi wangu. Ondoa shaka katika hilo. Pachana. Tulishaongea mimi na wewe, lakini tulipenda wiki hii moja kwamba ile jambo tuko tayari ushalimaliza. Leo hii tena unaniambia very soon. Nini sasa tatizo? Ni kweli bosi, nilikuahidi ndani ya wiki moja ili swala litakuwa limekamilika. Lakini tambua bosi wangu, kila kazi ina changamoto yake. Ndivyo ilivyokuwa katika hili swala. Ila hizi 20% zilizobakia hazina muda mrefu, zinakwenda kukamilika kabisa. Unielewa bosi wangu? Nikutoe shaka kabisa. Huyu mama ndani ya hizi siku 3 tu, na kuhakikishia kila kitu kitakuwa kimekwisha. Lakini Pachana, tushakubaliana. Narudia tena, tushakubaliana. Tatizo liko wapi? Au nikuongeze fedha? Hili nalo linawezekana. Mimi nitakuongeza milioni 20.
ili kazi yangu iishe kwa haraka. Nitashukuru bosi. Najua hii itaniongezea hope na mimi kupata nguvu ya ziada, lakini katika hili bosi wangu, ndani ya siku 3, trust me, kila kitu kinakwenda kukamilika. Narudia tena, sitaki kumuona katika mboni yangu ya macho yangu, na sitaki kumsikia katika masikio yangu. Nataka afe. Muba, nataka uniambie ukweli. Mimi wakati natoa jukumu la kuwapa ile kazi niliwaamini sana, lakini cha ajabu ninachoshindwa kuelewa, ilikuwa kuwaje Aisha mpaka leo hii angali bado anapumua? Unaweza kuniambia nini kilichotokea? Aisha yuko hai? Muba, mimi sio mtoto mdogo. Nimemshuhudia Aisha kwa macho yangu mawili. Bosi, kazi umetogea na tumeifanya. Sisi na Aisha tushamaliza kila kitu. Hao walokuelekeza kuja kufanya kazi na sisi. Muba! Nini unaongea? Kitu nimekiona kwa macho yangu. Unaniweka kwenye wakati mgumu. Mimi nimetoa pesa Muba. Sasa nisikilize. Sitaki cha kumswalia mtume wala kumswalia Yesu wala nabii yoyote. Natoa masaa 24. Ndani ya saa 24 sihitaji kusikia habari za Aisha katika ulimwengu huu. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Na kingine, huyu mwenzio si hajafika kwenye hiki kikao. Niliwapigia simu ninyi nyote wawili niwakute hapa. Yeye amehepa hiki kikao, si ndio? Mtafute popote alipo, mwambie Pachana amekuja. Ile mission inatakiwa ikamilike ndani ya masaa 24. Kama tatizo pesa, kamilisheni kazi. Okay. Kama kweli Aisha yuko hai, si tutaifanya hiyo kazi. Wewe andaa huo mzigo tu. Haina shida. Nimekuelewa. Take care. Wewe mwanamke, unafuata nini hapa? Nihitajie sasa hivi ushafariki wewe. Kilichokuleta hapa ni nini hasa? Zemboko, unajisaulisha. Alafu tambua wewe sio Mungu. Wewe ni binadamu kama mimi vile. Sawa eh? Alafu kumbuka maisha uliokuwepo nayo mpaka mimi nakuja kukutoa katika maisha yale. Unanielewa eh? Mzemboko, unanidhulumu nyumba yangu. Leo unaniona mimi kama mbwa, kama takataka vile. Si ndio? Eh? Kumbuka nilikutoa wapi na nikakuweka wapi. Ulikuja na kipenzi chako mchafu tu. Yaani kila anayekuona anakuona kama teja. Lakini leo umesimama kama mwanaume, unaonekana handsome boy. Leo unanifanyia vitu kama hivi. Kweli Mzemboko? Eh? Tambua mali za kwangu, sio za kwako. Nadhani unanielewa. Nakuheshimu sana Odi. Kama nakuheshimu, nakuomba muondoke. Hapa sio kwako. Sawa? Hapa ni kwangu mimi. Na kila kitu cha kujivunia. Aha.
Yaani hizi mali zote unasema ni za kwako. Ndivyo unavyowadanganya wenzio, si ndio? Tambua hizi mali ni za marehemu mume wangu na sio za kwako. Huna chochote humu ndani wewe. Zaidi ya kuja na vipensi vyako nilivyovichoma moto wewe. Una nini wewe? Na mpaka dakika hii kama sio mimi, nadhani ungekuwa unaokota machupa. La sivyo ungekuwa unabeba takataka wewe. Umenielewa? Lakini leo unavaa vizuri, unakula vizuri, ukaniona mimi sina thamani kwako. Ukaniona mbwa na tena takataka ya kutupa mbali. Si ndio? Sasa nakwambiaje? Hizi mali ni za marehemu mume wangu na sio za kwako.